Mtazamaji wa Talent Media TZ, karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya, na kubwa zaidi leo tuko pale Arsenal, ambapo kuna taarifa zinaeleza kwamba mkataba mkubwa wa Arsenal unatarajiwa kusainiwa muda si mrefu baada ya msimu kumalizika. Sasa unamhusu nani? Hebu ngoja tutazame habari hii kiundani zaidi, na kulingana na ripota wa kuaminiwa sana na kutumainiwa, hapa si mzungumzi mwingine ni Fabrizio Romano, ameweza kuzungumza jambo akisema kuna mkataba mkubwa wa Arsenal ambao unatarajiwa kusainiwa muda sio mrefu baada ya msimu kumalizika. Anasema Arsenal inaweza kuwa kwenye kilele cha mafanikio ya kihistoria, na sio tu taji lao la kwanza la Premier League tangu mwaka 2004, lakini pia taji la kwanza kabisa la ligi ya mabingwa kwa The Gunners. Wapangaji wakuu nyuma ya Arsenal wanaojiweka kama mamlaka kuu nchini Uingereza na uwezekano wa Ulaya pia ni meneja Mikel Arteta, mkurugenzi wa michezo Ande Beta na kabla yake Edu. Sasa Arteta anakosolewa mara kwa mara kwa mtindo wa uchezaji ambao amewekeza kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, umethibitishwa kuwa wa ufanisi zaidi na zawadi zinaweza kupatikana hivi karibuni. Na kulingana na wa hivi punde kutoka kwa gwiji wa uhamisho Fabrizio Romano, mmoja kati ya watu ambao wanaripoti habari za uhakika sana. Ukiona jamaa ameripoti habari, basi huyu jamaa habari yake ni uhakika, na ndio maana hata mimi na kusogezea. Sasa anasema Arsenal wako tayari kuchukua hatua kulingana na imani yao kwa Arteta kwa kuondoa kandarasi mpya. Akiongea kwenye chaneli yake pale YouTube, Romano alithibitisha kuwa mkataba mpya wa Mhispania huyo unapaswa kukamilishwa punde tu baada ya msimu kumalizika. Arteta kusaini mkataba mpya, aliweza kusema hivyo. Hapa sio mwingine ni Fabrizio Romano, anasema Mikel Arteta anasalia kwenye mazungumzo na Arsenal kuhusu mkataba mpya, lakini hakuna kitakachofanyika au kukamilika sasa. Romano alisema ni mara baada ya mwisho wa msimu, inaweza ikawa hivyo. Sasa lengo kamili liko kwenye taji la ligi kuu na ligi ya mabingwa. Anasema baada ya hapo, wakati wowote unaweza kuwa mzuri kwa Arteta na Arsenal pia kuendelea na mazungumzo yao na kujaribu kufungua makubaliano juu ya mkataba mpya. Mkataba uliopo wa Arteta umesalia mwaka mwingine kutekelezwa. Kwa sasa ni meneja wa pili anayelipwa zaidi kwenye Premier League kwa takriban euro milioni 15 kwa msimu. Lakini Pep Guardiola anashikilia nafasi ya kwanza, huku kocha mpya wa Tottenham Roberto Di Zerbi akishikilia nafasi ya tatu, ama akichukua nafasi ya tatu, wakati anakumbuka amechukua nafasi ya Enzo Maresca. Arteta hivi karibuni anaweza pia kuwa kocha anayeweza kulipwa pesa nyingi zaidi kwenye dau za usimamizi. Bwana, hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo. Lengo tu ni kupata taarifa zetu zote. Mimi sina la ziada. Asante na kwaheri.